Hakika ushirikina bila ya shaka ni dhulma iliyo kubwa, na tumemuhusia mwanadamu kwa wazazi wake wawili. Mama yake ameichukua mimba yake kwa udhaifu juu ya udhaifu na kumwachisha ziwa baada ya miaka miwili. Tumemuhusia, nishukuru mimi na wazazi wako, ni kwangu mimi ndiyo marudio, na pindi kikushinikiza kunishirikisha na ambaye huna elimu nayo, basi usiwatii, lakini kaa nao kwa wema duniani, nawe ishike njia ya aliyeelekea kwangu, kisha marejeo yenu ni kwangu mimi, na mimi nitakuambieni mliokuwa mkiyatenda. Ewe mwanangu, kikiwapo kitu cha uzito wa chembe ya khardali, kikiwa ndani ya jabali au ndani ya mbingu au ndani ya ardhi, basi Mwenyezi Mungu atakileta. Hakika Mwenyezi Mungu ni mjuzi wa yaliyofichika, Mwenyezi Mungu habari za yote. Ewe mwanangu, simamisha sala na amrisha mema na kataza maovu, na subiri kwa yanayokupata. Hayo ni katika mambo ya kuazimiwa. Wala usiwabeue watu, wala usitembee katika nchi kwa maringo. Hakika Mwenyezi Mungu hampendi kila anayejivuna na kujifakharisha. Na ushike mwendo wa katikati, na teremsha sauti yako. Hakika katika sauti mbaya zote bila ya shaka iliyozidi ni sauti ya punda. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi alladhi ja'ala al-Qur'ana shir'atan wa minhaja. Wassalatu wassalam ala man bu'itha ilayna liyutammima makarim al-akhlaq. Wa ba'd. Ndugu Waislamu, kama tunavyoona ujumbe unaonyesha wasia mfupi aliotoa Luqman kwa mwanawe. Kwa ufupi, Luqman alikuwa ni mja mcha Mungu mwenye kupenda kumuhusia mwanae mara kwa mara. Kazi yake ilikuwa ni ufundi seremala. Alikuwa anachonga vitanda, alikuwa anachonga masofa na kadhalika. Pia Luqman alikuwa ni hakimu katika nchi yake, mpaka ikafika wakati watu wake wakampa jina Luqmanul Hakim, yani inamaanisha kwamba Luqman hakimu. Miongoni mwa wasia ambao Luqman alimpa mwanae unatokana katika aya hizi ambazo wametangulia kuzisoma wanafunzi wenzangu katika Qur'ani ambayo tunasoma mara kwa mara. Allah anachagua usia huu kutokana na umuhimu wake na faida zinazopatikana katika maisha ya kila siku kwenye familia na jamii kwa ujumla. Katika aya 12 tunapata funzo la kwanza ambapo Allah anatuonyesha umuhimu wa sisi kuwa na hikma. Pia shukurani kwa Allah na wanadamu wengine juu ya mambo mema na mazuri tunayofanyiwa. Pale Allah anaposema katika suratul Luqman, walaqad atayna Luqmana al-hikma, na hakika tumempa Luqman hikma, anishkuru lillah, na tukamwambia amshukuru Mwenyezi Mungu. Waman yashkuru fa inna ma yashkuru li nafsi, na mwenye kushukuru kwa hakika anashukuru kwa ajili ya nafsi yake. Waman kafara, na mwenye kukufuru, fa inna Allaha ghaniyun hamid, hakika Mwenyezi Mungu ni mkwasi na mwenye kusifiwa. Yani inamaanisha kwamba wewe utakapomkufuru Mwenyezi Mungu hana haja na wewe kutokumkufuru, kumshukuru, kwani wapo wengi wanaomshukuru. Mtu mwenye hikma siku zote huwa anatenda mambo ambayo yatamwepusha yeye kupata migogoro, mikwaruzano na kutogoleana na watu wengine. Huyo ndiyo mtu mwenye hikma. Hivyo Mwenyezi Mungu anatuhusia sisi tushikamane na hikma katika maisha yetu ya kila siku. Katika aya 13 Allah anatutahadharisha tuepukane na shirki, kutokana na ubaya wa shirki. Pale aliposema Luqman kumwambia kijana wake, wa idh qala Luqmanu libnihi, kumbuka pale Luqman alipokuwa akisema kumwambia mwanae, wa huwa ya'idhuhu, na anampa nasaha, ya bunayya la tushrik billah, ewe kijana wangu usimshirikishe Mwenyezi Mungu, inna shirka la dhulmun adhim,
hakika shirki ni dhulma kubwa. Tunaendelea katika aya ya 14. Allah anatuonyesha umuhimu na hadhi ya wazazi wawili na kutaka tuwatendee wema na tuwashukuru kwa namna yoyote. Pale Mwenyezi Mungu anaposema wawasaina al-insana biwalidayhi, na tunamuhusia mwanadamu kwa wazazi wake wawili kuwafanyia wema. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahni, mama yake amebeba mimba yake kwa tabu juu ya tabu. Wafisaluhu fi amain, na baada ya kumzaa akamnyonyesha ndani ya miaka 2 kisha akamwachisha. Anishkuru lillah, yote ili amshukuru Mwenyezi Mungu. Wali walidai ilayya al-masir wa ilayya al-masir, na kwangu ndiyo marejeo. Allah anaendelea kwa kusema wa in jahadaka ala an tushrika bi, na pindi atakapokushurutisha juu ya kunishirikisha mimi, ma laisa laka bihi ilm, na yale ambayo huna elimu nayo, fala tutihuma, basi usiwatii. Wasahibuhuma fi dunya ma'rufa, na ishi nao hapo duniani kwa wema. Maadamu ni wazazi wako wawili, unatakiwa uishi nao kwa wema, ila usifuate ubaya wao. Watabi sabila man anaba ilayya, na ufate njia wale ambao wamenielekea mimi. Thumma ilayya marjiukum, kisha kwangu ndio marejeo yenu. Tazama Mwenyezi Mungu anapompa hadhi kubwa wazazi wawili. Tunatambua kwamba shirki ni dhambi ambalo Allah analichukia zaidi. Lakini anasema hata kama wazazi wako watakushurutisha kumshirikisha Mwenyezi Mungu, basi usiwatii, ila jitahidi kwa namna yoyote uishi nao kwa wema wazazi wako wawili. Wala usiwanyanyapai kwa kusema kama mzazi wangu ni mshirikina au mzazi wangu si Muislamu, mzazi wangu ni kafiri. Usimnyanyapai. Katika kuwafanyia wema wazazi wawili, kuna kuwafanyia wema wazazi wawili kivitendo, pia kuna kuwafanyia wema wazazi wawili katika kauli. Hata kama umechoka kiasi gani, mfano mzazi wako anakutuma, usiseme hata ile kauli jitahidi uishi nao wazazi wako wawili kwa wema. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema amepata hasara yule ambaye amefikia umri wa baligh na akiwa wazazi wake wapo hai kisha akaingia motoni. Pia Mtume anasema ridha Allahi fi ridha alwalidaini, radhi za Allah zipo katika radhi za wazazi wawili. Inamaanisha kwamba huwezi kuwa katika radhi za Allah bila kuwa umeridhiwa na wazazi wako wawili. Hivyo tujitahidi turidhiwe na wazazi wawili, Allah pia ataturidhia. Wasakhatullahi fi sakhatil walidaini, na hasira za Allah zipo katika hasira za wazazi wawili. Pindi wazazi wako wawili watakuwa hawapo radhi na wewe, basi tambua huwezi kuwa radhi na Allah subhanahu wa ta'ala. Tunaendelea katika aya ya 16. Sana alhabibi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Asante meneja kwa heshima hii. Tumehudhuria kwa uzito kwa ukubwa kulingana na ukubwa wa jambo lenyewe la elimu na ukubwa wa shule ya Aljebra. Ni shule kubwa katika shule za Kiislamu Dar es Salaam ambaye inafanya kazi kubwa na inahudumia watoto wengi. Nimekuja pamoja na mashehe wa kata 9 pamoja na makatibu wao wa kata kuonyesha kwamba na wao wako pamoja na shule ya Aljebra na wao wajumbe na mabalozi wazuri kwa kazi inayofanyika hapa. Asante meneja. Nashukuru sana kwa kutupa heshima na kuhudhuria. Lakini sambamba na meza kuu hapa, kushotoni kwangu yuko ndugu yetu Yasini Kazi Nyingi ambaye yeye anatoka katika Jumuiya ya Tablighi Tanzania. Naomba na yeye awasalimie Waislamu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa upande wa haitebo ya upande wa pili kwa maana ya kina mama, yuko dada yetu Sumaya Mohamed Hashim. Huyu yeye alikuwa ni mwanafunzi katika shule yetu hii ya Aljebra na alimaliza hapa mwaka 2012 na kuanzia mwaka 2014 mpaka hivi tunavyozungumza
Yeye ni mwalimu katika shule ya SMJ Primary School. Kwa hiyo pia tunamkaribisha na inshallah yeye atakuwa ndio mgeni kwa upande wa kina mama. Baada ya kusema hayo, niseme tuna mgeni mwingine Fatma Hassan ambaye yeye anatoka ni Mtwara Municipal Graphic Designer, lakini pia ni katika product ya Algebra. Kwa hiyo tunashukuru pia hao wapo, na wakati utakapofika tutawapa nafasi waweze kutoa salamu. Baada ya kusema hayo, nadhani tutaendelea kufanya utambulisho kadiri wageni wetu watakapokuwa wanaendelea kuhudhuria hapa. Asalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Hapa mbele yenu nipo kwa ajili ya kukitambulisha kikosi kazi 2025. Bismillahi, naanza shairi kuwaimbia, jina la Mola muweza ndilo linaloanzia, kila kitu anaweza, hakuna wa kuzuia. Ewe Mola twakuomba tulindie shule yetu. Amin. Sala na salamu zake mtume zimfikie, Ali na sahaba zake na wote ziwashukie, na sisi ummati wake Allah tuhurumie. Ewe Mola twakuomba tulindie shule yetu. Acha nipange kikosi uwanjani kiloingia, magoli hatu yakosi lazima kushangilia, ni kikosi chenye kasi sioni wa kuzuia. Ewe Mola twakuomba tulindie shule yetu. Hapa ninacho kikosi cha ushindi kisoshaka, kwa hakika kina kasi magoli kuyapachika, na hatuna wasiwasi kwenye lengo tutafika. Ewe Mola twakuomba tulindie shule yetu. Timu imekamilika, ukweli ninausema, hakuna wa kutushika, tupo mbele sio nyuma, ushindi tutaushika na namba wataisoma. Ewe Mola twakuomba tulindie shule yetu. Golini upo Sharuzi anadaka hadi radi, Idike humuwezi hakika ana weledi, ninasema waziwazi kwa kweli ana juhudi. Ewe Mola twakuomba tulindie shule yetu. Beki mbili ya ukweli mashambulizi kupandisha, yupo vyema kweli kweli fizikia anatisha, Ahmedi yupo vizuri somo anafaulisha. Ewe Mola twakuomba tulindie shule yetu. Kikosi kutunza mnaruhusiwa. Beki yetu ya kushoto asisti kama buku, kwenye mathi uko moto hakuna wa kumpiku, tumpeni maokoto Sajuma Mbaruku. Ewe Mola twakuomba tulindie shule yetu. Beki nne, beki tano, hawa mabeki wakati, Masai ana mfano biology humpati, na Dole mzuri mno kemia yupo smati. Ewe Mola twakuomba tulindie shule yetu. Namba 6 ya ukweli kiungo mkata umeme, kwa civics ni mzuri anajua usipime, Amri upo vizuri na ukweli tuseme. Ewe Mola twakuomba tulindie shule yetu. Winga yetu ya kulia namba 7 usipime, Kiswahili anajua huyo Nasri usiseme,
ni mzuri nawaambia, awaka kama umeme. Ewe Mola twakuomba tulindie shule yetu. Kiungo mchezeshaji namba 8 ni hatari. Shabani ana kipaji kwa kweli twamkubali. Wake ufundishaji history hatufeli. Ndio huyo hapo. Ewe Mola twakuomba tulindie shule yetu. Tunabongela striker namba 9 yupo safi. Ndio. Magoli anapachika tumpigie makofi. Jeografi kwa hakika kiswaga si mkorofi. Ewe Mola twakuomba tulindie shule yetu. Timu ikitetereka huyu anaituliza. Anapanda na kushuka namba 10 anaweza. Abdul Hakim hakika ni gwiji la Kiingereza. Ndio. Ewe Mola twakuomba tulindie shule yetu. Winga yetu ya kushoto nawaambia sio siri. Kiarabu yupo moto amesomea Misri. Nyambi kwetu ndiye ndoto anafundisha vizuri. Ewe Mola twakuomba tulindie shule yetu. Kocha mkuu wa timu kwa kweli hana papara. Walidi yupo timamu huyu hana masihara. Kocha anasimamia timu na kwa mbinu yupo bora. Hongera saa Walidi mkuu wetu wa shule. Kocha wetu wa viungo na utimamu wa timu. Alawi sio uongo, wewe ni mtaalamu. Huyo hapo huyo. Leo twanyani wa bango, masomo tumehitimu. Hongera Dr. Alawi makamu wetu wa shule. Meneja wetu wa timu ni Baba Abu Bakari. Anavyoongoza timu lazima tufike mbali. Huyu ni mtaalamu tena jembe kweli kweli. Hongera meneja wetu, wewe ndiye dira yetu. Mashaallah. Aljebra shule yetu naipenda. Tunapata kila kitu, elimu malezi sambamba. Walimu walezi wetu kazi kubwa mnatenda. Ewe Mola twakuomba tulindie shule yetu. Aljebra shule njema Mungu ametujalia. Ina maadili mema hakika na waambia. Vijana wenye heshima ndipo anapotokea. Ewe Mola twakuomba tulindie shule yetu. Yatosha nilo yasema sasa narudi kukaa. Kina baba kina mama hii timu ni bala. Atulindie karima wataalamu wetu hawa. Ewe Mola twakuomba tulindie shule yetu. Shukuru ndo jina langu niliyesoma shairi. Walimu walezi wangu ninawaaga kwa heri. Akitujalia Mungu tutaonana vizuri. Kwa herini, kwa herini, kwa herini, kwa herini. Wahada, assalamu alaikum warahmatullahi. Asante sana wanafunzi wetu kwa shairi zuri kutusomea taarifa ya maendeleo ya shule. Dar es Salaam hii kuna mashekhe Walidi wawili tu. Wa kwanza ni shekhe wa mkoa wa Dar es Salaam, Sheikh Walidi Alhadi Kawambwa, alafu kuna Shekhe Walidi mkuu wa shule wa hapa Kigamboni. Hii ndiyo shule pekee ambaye pia mkuu wake wa shule ni Shekhe. Shekhe Walidi, tafadhali tunaomba ukaribie. Alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Ifuatayo ni risala ya mahafali ya kidato cha wanafunzi wa kidato cha 4 Algebra Islamic Seminar mwaka 2025. Ndugu mgeni rasmi, Sheikh Arif Usraya, mwenyekiti wa Umata Taifa na mkurugenzi wa da'wa kutoka ofisi ya Mufti wa Tanzania. Ndugu Sheikh wa wilaya ya Kigamboni, ndugu viongozi wa serikali na wageni waalikwa, wazazi, walezi na ndugu jamaa, walimu wenzangu, wanafunzi wetu wapendwa, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ndugu mgeni rasmi, ni heshima kubwa kwetu kukukaribisha pamoja na wageni wote walioalikwa katika mahafali ya 14 ya kidato cha 4 ya shule yetu Algebra Islamic Seminar, tukisherehekea mafanikio ya wahitimu wetu wa mwaka huu na kuangazia historia ya shule yetu katika kipindi cha miaka 14. Ndugu mgeni rasmi, shule yetu ilianzishwa mwaka 2009 kwa lengo la kutoa elimu bora iliyoambatanishwa na maadili mema, huku tukisisitiza nidhamu, heshima na maendeleo ya kila mwanafunzi. Maono yetu ni kuwa shule inayotegemewa nchini Tanzania katika utoaji wa elimu bora iliyoambatanishwa na maadili mema, na dhamira yetu ni kuelekeza wanafunzi kwa njia sahihi kupitia elimu yenye gharama nafuu kwa kutumia vifaa vya kisasa na walimu wenye ujuzi na motisha. Ndugu mgeni rasmi, shule yetu imepata mafanikio makubwa katika mitihani ya kitaifa. Kuanzia mwaka 2016 shule ilipokea award certificate for being best private secondary school katika mitihani wa form 4 wilaya ya Kigamboni, ambapo matokeo yalikuwa division 1 hakuna, division 2 20, division 3 29, division 4 30, division 0 hakuna. Katika mwaka huo shule ilianza na wahitimu 79 tu. Mwaka 2022 matokeo yalionyesha ukuaji wa taaluma. Division 1 zilikuwa 20, division 2 53, division 3 49, division 4 14, division 0 hakuna. Mwaka 2023 matokeo yalionyesha jitihada kubwa za walimu na wanafunzi, kwani kulikuwa na division 1 ya 42, division 2 82, division 3 52 na division 4 31. Division 0 haikuwepo. Hadi sasa mwaka huu tunasherehekea wahitimu 215 wakiwemo wavulana 94 na wasichana 111, ikionyesha ukuaji mkubwa wa shule yetu kutoka wahitimu 79 wa mwaka wa kwanza hadi idadi hii ya sasa. Ndugu mgeni rasmi, shule yetu imepanua miundombinu kwa lengo la kutoa mazingira bora ya kujifunzia. Vyumba 6 vya madarasa, ofisi maalum za walimu, jengo la kompyuta na chumba maalum cha maktaba au library ili wanafunzi wapate nafasi bora ya kujifunza kwa ufanisi. Ndugu mgeni rasmi, licha ya mafanikio haya, shule inakabiliwa na changamoto ambazo zinahitaji utatuzi ama kuzishughulikia. Miongoni mwa changamoto hizo ni ukosefu wa vitabu vya kiada vya kutosha, upungufu wa kompyuta za kisasa kwa ajili ya ICT, mashine za kuchapisha yani photocopy na vifaa vya michezo kwa wanafunzi. Ndugu mgeni rasmi, mwaka huu tunasherehekea wahitimu 205 wakiwemo wavulana 94 na wasichana 111 kama nilivyosema hapo awali. Wahitimu hawa wamesimama hapa mbele yenu na wageni wote walioalikwa wakionyesha bidii, nidhamu na motisha ya kufanikisha ndoto zao. Mahafali haya ni fursa ya kusherehekea jitihada zao na pia kuonyesha mafanikio ya shule kwa ujumla. Ndugu mgeni rasmi, uwepo wako katika mahafali haya pamoja na wageni wote walioalikwa ni chachu ya moyo na motisha kwa shule, walimu na wanafunzi. Tunathamini mchango wako na tunatumai kwamba uzoefu na ushauri wako utasaidia kuendeleza elimu, miundombinu na maendeleo ya shule. Wa hadha, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
mgeni rasmi taarifa ya maendeleo ya shule na kutoa shukrani kutoka kwa mkuu wa shule Sheikh Walid, mkuu wa shule wa Aljebla. Asante sana mgeni rasmi kwa kupokea taarifa hiyo. Na sasa hivi tunaomba sasa wanafunzi wahitimu kuja kusoma risala mbele ya mgeni rasmi. Kama tulivyokuwa tunaeleza, hii ni maafa karatasi tena bila wasiwasi, utenzi nasomea ya Rabbi nipe pumzi, nisamehe vema utenzi nisijefanya jizi, ulimi ukakosea wazazi na viongozi pamoja na wanafunzi, salamu za mamkizi nyote ninawatolea, salamu alaikum ndugu zangu Islamu, salamu hila muhimu tafadhali sikia ndugu mlokusanyika, kuna jambo lafanyika si lengine kwa hakika, maafa litoambia machozi yanatutoka, Aljebra kuondoka kweli tutaikumbuka, kila tutapofika ni furaha na huzuni, la tuka uwanjani sio tena darasani, hili mwalishuhudia, shukrani kwa wazazi kwenu mema malezi, siyepata utambuzi, mengi mmetupatia, tulitoka majumbani tukahamia shuleni, matumizi hamtuoni, yote mlivumilia, si mama wala si dadi, huzuni hata walidi, kasi sana shahidi, hukumu yake kulia, mliweka tumaini, tujifunze Qur'ani, leo ipo vifuani, mengi mema twayajua, maisha safari ndefu, Mola asiwe na hofu wala mioyo dhaifu, nafsi zetu tulia, tena mie nakumbuka vile kwenu tukideka, tena nyingi heka heka, vyote mkavumilia, tunawavisha mashada, huruma zenu ibada ziwaepuke husuda, mema mmetufanyia kwa akili za kitoto, tuliwapa changamoto ila hayo ni mapito, tukikumbuka twalia, wadogo na ndugu zetu, umefika mwisho wetu, tarudi nyumbani kwetu, shule tunaachia, japo siye tunalia, tumeshindwa kutulia, wamoja tumeshakuwa, shule tunawaachia, sikizeni walimu, msijetenda haramu, kuahina kakudumu, fungana sala pia, mapenzi ya kazi gani, wakati mpo shuleni, mawazo yawe ni wani, ukweli twaambia, mbaki vema jamani, Aljebra iwani, tufanyenye thamani, taaluma kuenea, walimu hatuna shaka, kazi yenu yatukuka, kwenu hatuna wahaka, ila tunawasifia, kulea ni kazi ngumu, mmetufunza nidhamu na kutupa ufahamu, mambo mengi kuyajua, mmejitolea sana, darasani mwapishana, si usiku si mchana, sisi tusijepotea, tulifanya mitihani ya nje na darasa
dunia hatuwezi elezea. Mkuu, walimu pia wafanya kazi pamoja, hamkufanya ubaya, sifa tunapatia. Sasa mwisho mefikia, mkono nafungia, huzuni imeningia, tumeshindwa vumilia. Twaaga Dubai pindi pa penye uhai, tutakuja Sabahi masiku yakiwadia. Utenzi umetimia, Aisha na malizia, Nasrika tutungia, utenzi ulotimia. Utenzi umetimia, Aisha na malizia, Nasrika tutungia, utenzi ulotimia. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum هذا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kwa majina naitwa Mwalimu Yusuf Hamisi Kiswaga, ni mwalimu wa somo la Kichina kwa wanafunzi wa Pre-Form 1 na tunatarajia kuanzisha somo la Kichina kwa wanafunzi wa kidato cha kwanza insha Allah. Leo tumewaandalia mambo machache ambayo wetu wamefunza kwa siku chache ambazo wamekaa hapa. Na kwa siku ya leo tutakuwa tuna mambo matatu. Jambo la kwanza tutakuwa tuna namba, kwa maana vijana wetu watahesabu namba kuanzia namba 1 mpaka namba 20 kwa kutumia 13, 13, Shisan 14, 14, Shisir 15, 15, Shiwu 16, 16, Shiliu 17, 17, Shichi 18, 18, Shiba 19, 19, Shijiu 20, 20, Ashi Sheshe. Ni hao. What that means is she Raubat. What that means is she Rahma. What that means is she Khairun. Baba, father. Baba, Mama, mother. mama, Kaka, brother. gaga, Kaka mdogo, young brother. didi, Dada, dada, sister. jie, Dada mdogo, young sister. mei. Jina langu ni Raubat. What that means is my name is Rahma. What that means is she Khairun. Baba yangu anaitwa Muhammad. My father's name is Musa. What that baba means is she Abdul Qadir. Mamangu anaitwa Hasina. My mother's name is Mariam. What that mama means is she Aslu. Kakangu anaitwa Salim. My brother's name is Omari. What that gaga means is she Abdul. Ndugu wangu wa kiume anaitwa Nasor. My young brother's name is Rahim. What that didi means is she Ashraf. Dadangu anaitwa Halima. My sister's name is Ratifa. What that JJ means is she Nuairat. Dadangu mdogo wangu wa kike anaitwa Rauhan. My young sister's name is Rashmi. What that Mei means is she Aisal. Sheshe. Shikana. Au? Moja ile kule mbele. Shika wewe.
Wimbo huu umebeba hisia kali za upendo juu ya mtu unayemwaga. Mabinti hawa walikuwa wakiimba na kusema kwamba ni huzuni kuwaacha au kuondokana na watu ambao mliowapenda, huku mkiamini kuwa leo inaweza ikawa ni siku ya mwisho na hamtakaa kuonana tena. Hivyo tunawaombea kwa Mungu huko mnakokuwa tusahau, kwani sisi sote ni familia moja. Kufikia hapo tumetamatisha maonyesho yetu ya lugha ya Kichina, na sisi tunasema Zaijian. Waohe Abubakar Musa kuweza kuzungumza machache na kumkaribisha mgeni rasmi. Karibu sana. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, thumma salatu wassalamu ala habibina al-Mustafa sallallahu wa salamu alayhi, amma ba'd. Ndugu mgeni rasmi na ndugu alhadhirin wote ambao wamehudhuria katika hafla hii ya kuaga vijana wetu wa kidato cha 4, nilisema kwamba nitamtambulisha mgeni rasmi peke yake kwa sababu ya umuhimu wake. Labda niwaambie tu kwamba mgeni rasmi wetu ni ndugu Sheikh Arif Suria, ambaye yeye ni mwenyekiti wa Jumuiya ya Maimamu Tanzania, lakini pia ni mteule
maalum wa mufti katika idara ya dawa katika jumuiya na taasisi yetu ya Kiislamu ya BAKWATA. Lakini pia niseme kwamba ndugu yangu Sheikh Arif ambaye ni mgeni rasmi, yeye katika shule hii ana historia, kwa sababu ni miongoni mwa wale ambao tunasema ni minal awwalin, watu wa mwanzo ambao walishiriki kwa namna moja au nyingine katika kufanikisha kuwepo kwa aljebra hii ambayo tunaiona leo. Na kwa hakika tunamwombea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ajalie mchango wake aliotoa uwe ni katika mizani ya hasanati na iwe ni sehemu ya sadakatun jaria pindi atakapokwenda kukutana na Mola wake katika siku hiyo ambayo ni siku nzito. Lakini pia niseme kwamba hakuishia tu katika swala zima la kushiriki kwenye kuifanya aljebra iwepo na kuiasisi, lakini pia alileta vijana wake au kijana wake kuja kusoma hapa, na leo tumeungana naye hapa dada yetu kama tulivyosema Sumaiya, ambaye yeye alikuwa ni mwanafunzi katika wanafunzi waliosoma hapa na kuhitimu kidato cha 4 mwaka 2012. Baada ya kusema hayo, nitumie pia fursa hii kumwambia mgeni rasmi pamoja na hadhira kwa ujumla kwamba kuna salamu za pekee kutoka kwa wenye shule ambao ni ndugu yetu brother Ansari Katwamba, ambaye kwa hakika alipenda sana ashiriki pamoja nasi katika sherehe hizi za kuaga vijana wa kidato cha 4. Lakini kwa sababu ambazo ziko nje ya uwezo wake, kwa sababu sote tunajua yeye ni mbunge wa Afrika Mashariki, na hivi tunavyozungumza maana yake yupo Kampala kwa ajili ya vikao vya bunge la Afrika Mashariki linaloendelea. Kwa hiyo ametutaka radhi na amemtaka radhi mgeni rasmi kwa kutokuwepo katika hafla hii adhimu ya kuaga vijana wake na watoto wake ambao wanamaliza kidato cha 4. Sambamba na hilo pia ni ndugu yetu Profesa Jamali, ambaye na yeye pia kwa dharura za kikazi hivi tunavyozungumza yuko Mwanza, ameshindwa kuwa nasi katika jukumu hili kutokana na majukumu mbalimbali ya kitaifa ambayo yamekuwa yakimshughulisha. Kwa hiyo ndugu wazazi, walimu, wafanyakazi na wageni wote mliohudhuria hapa pamoja na mgeni rasmi, naomba niwasilishe salamu hizi kutoka kwa wamiliki wanaotakia vijana wetu kila laheri na wanaoombea kila laheri kwa safari yao ya kuendelea na masomo baada ya kutoka hapa. Baada ya kusema haya, nisitumie muda mrefu, nichukue fursa hii sasa rasmi niukaribishe Sheikh Arif uweze kuzungumza na hadhira iliyoko mbele yako. Karibu sana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmadu wa nusalli ala rasulil karim, amma ba'd. Awali yote naomba sote tumshukuru sana Allah subhanahu wa ta'ala, Allah ambaye ametuneemesha neema nyingi sana, ikiwemo na neema hii ya kuwepo hapa leo tukiwa na uhai na uzima wa afya katika kusherekea mahafali ya kufunga chuo hiki au shule hii, wazungu wanaita graduation. Allah subhanahu wa ta'ala ametuwafikisha katika shule hii ya Kiislamu, shule ambayo inakwenda na maadili ya Kiislamu. Hili jambo la kumshukuru sana Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini pili, naomba niwasalimie na kuwashukuru wote ambao wamefika hapa. Wa kwanza kabisa ambaye ni moja katika halmashauri kuu ya baraza, ndugu yangu Abdurrafat Wanika. Lakini vile vile naomba nimshukuru Sheikh wa wilaya wa hii Kigamboni, lakini pia Alhaj Juma Nchia. Mashallah, mnamuona akikimbia. Huyu sifa yake ni mratibu wa umoja wa maimamu Tanzania, lakini Allah subhanahu wa ta'ala akamjalia uratibu wa kila hafla, kila shughuli yumo.
Ukisikia shughuli yote hapa ya Kiislamu inafanyika, basi utamkuta yeye yuko mbele katika kuratibu na kuipangilia, na Allah amempa kipaji akisimamia yeye, basi mambo yanakuwa mazuri kama mnavyoona hapa. Hapo yeye mratibu, lakini kashika kamera anachukua vitu vile vile, na hii taarifa inatengenezwa sasa hivi na ruka kuliko nyinyi alishababaka mkatengeneze. Huyu sasa hivi anarusha. Lakini vile vile naomba nimshukuru sana meneja wa shule Abubakari Musa, lakini vile vile mkuu wa shule Walidi Suleiman, lakini kushoto kwangu hapa Profesa Yasin Kazi Nyingi kutoka markazi ya dawa na tabligh, lakini pia masheki wote wa kata kata zote, sheki wa wilaya amesema amekuja nao hapa, lakini pia akiwepo na sheke moja mdogo hapa anaitwa Ali Suria ambaye ametoka markazi ya Kiwalani. Huyo ni imamu wetu dogo. Lakini pia naomba wale wote maimamu pamoja na walimu wa madrasa mliokuwa hapa, pia viongozi wa meza kuu, akina mama katika meza kuu akiongozwa na binti yetu ambaye amemaliza katika shule hii Sumaiya Muhammad Hashim, lakini pia wazazi upande wa kina baba, wazazi upande wa kina mama, na wanafunzi kwa ujumla, pamoja na waandishi wa habari na wote ambao tupo hapa kwa namna moja au nyingine. Naomba sana nitambue uwepo wenu na kuwashukuru kuja kwenu. Kuja kwenu nyinyi katika shughuli hii ndio kunileta mimi katika shughuli hii. Kama nyinyi hampo, basi mgeni rasmi anakuja kufanya nini? Kwa naomba niwashukuru sana, na naomba niendelee katika kumshukuru Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lakini pia katika shule yetu hii tukianza toka ilipokuwa imeanzishwa 2009 kama alivyosema meneja hapa, mimi nilikuwa katika watu wa kwanza kualikwa hapa na kuambiwa mpango kazi wote unataka kufanyika hapa. Amenikumbusha leo, lakini nimetafuta sana katika kumbukumbu yangu, sijakumbuka kwa sababu wengi nakutana nao, lakini nakumbuka kuja hapa tukawa tumeshirikiana mambo fulani. Ile 2009 mpaka leo ni siku nyingi sana. Lakini nakumbuka baada ya kupata huu utaratibu wote, haraka sana nilikuwa na binti yangu huyu anataka kusoma, nikamleta hapa Sumaiya Muhammad Hashim, na amemaliza vizuri, na baada ya kumaliza vizuri akawa sasa hivi ni mwalimu katika walimu ambao wako katika pale shule ya Sunni Muslim Jamaat SMJ. Kama angekuwa hajasoma vizuri hapa kwenu nyinyi, asingeweza kusomesha huko. Kwa shule hii inaonyesha kipaji chake toka mwanzo imeanza. Lakini vile vile jambo la kufurahi kwamba Allah amejalia baada ya hapo shule imekuwa majengo haya mashallah yako mengi kama mnavyoona, lakini uwanja vile vile umekuwa mkubwa. Mwanzo tulikuwa nakuja kule nyuma kule sehemu ilikuwa ndogo kidogo, lakini Allah kajalia shule imekuwa, lakini vile kielimu imekuwa, na vile vile kilugha imekuwa. Tumesikia Kichina hapa, lakini ametuambia mratibu kwamba kuna lugha nyingine nyingi ambazo wanafundisha. Alhamdulillah, mpaka nikatamani shekwa wa wilaya ningekuja na mke wangu wanne ambaye anazungumza Kichina, angezungumza nao kidogo. Maana tulikuwa nao tunasikia wao tu, sisi hatuna kuongea nao. Lakini inshallah siku nyingine nitakuja naye hiyo chape Kichina. Na mimi Kichina nakijua, lakini muda utoshi. Lakini vile vile ukiangalia katika wanafunzi mashallah wa kidato cha 4 risala waliosoma, risala wanasema imeenda shule. Wameomba wanafunzi wenzao wawe na nidhamu mara 3, na akasema hata kama ingekuwa zaidi hapo angeomba hicho wao wenyewe wakionyesha nidhamu. Na nikupe ni siri wanafunzi, nidhamu ndio inakupasisha wewe. Wewe utapasi ukiwa na nidhamu, kwa sababu yule mwalimu ukimheshimu na ukifuata nidhamu, basi utamsikiliza vizuri na itaingia vizuri kwenye kichwa chako. Ikiwa huna adabu, huna heshima, huna nidhamu, basi hata kama anakuambia kitu cha dhahabu wewe utakichukulia kidogodogo tu. Na huyu binti mashallah kaninongoneza hapa meneja, ana A10 mashallah katika kidato cha 4. Sio jambo dogo. Na ndio maana kaandika nidhamu. Allah Subhanahu wa Ta'ala amfanikishe zaidi,
na wanafunzi wote inshallah Allah subhanahu wa ta'ala afanikishe zaidi. Ndugu zangu, naomba nirudi kwa wazazi. Haya yote nilikuwa nimezungumza katika mazuri ya shule na wanafunzi, lakini naomba nirudi kwa wazazi. Wazazi, naomba mfahamu, wanasema usione kinaelea kimeundwa. Hawa watoto hawa wanamaliza vizuri hawa na wanakuwa vizuri, ni kwa sababu ile format au ule utaratibu au ule system ya walimu umepangwa vizuri. Walimu wako vizuri na wanafundisha kwa kujitolea. Sasa sifa zote hizi natakiwa zirudi kwa walimu, kwa mkuu wa chuo, kwa meneja, lakini vile vile kwa mkurugenzi wa shule yenyewe. Mkurugenzi wa shule anaumiza kichwa chake, anahangaika na meneja, anahangaika na mkuu wa shule, lakini na walimu vile vile wanasimamiwa, wanafundisha vizuri. Ndio maana leo mnakuta watoto hao wako vizuri. Kwa hiyo nakuombeni sana, washukuruni sana hawa. Lakini katika kuwashukuru vile vile muombe na dua vile vile. Na vile vile mkiwa na uwezo wawezesheni. Msiishie kwenye fee tu. Fee hazitoshi hizi. Unaona katika risala pale wanahitaji vitu chungu, wanahitaji vitabu, wanahitaji kompyuta, wanahitaji fotokopi, wanahitaji vifaa vya michezo. Vyote hivi havitoki kwenye fee. Kwa wazazi, baada ya kufurahi wewe mtoto wako ukasoma vizuri, basi wewe ukiona weza saidia, uwezi wewe kusaidia, basi mtafute mtu vile vile aje kusaidia. Sisi sote tukiungana kwa ajili ya kuichangia mada shule, yatawezekana. Nakuombeni sana wazazi tufanye hivyo. Hiyo ndio itakuwa shukrani sahihi kwa walimu na kwa shule. Allah subhanahu wa ta'ala awezeshe. Lakini vile vile nawaomba sana, malezi haya ya watoto yanakuwa pande zote mbili. Yanakuwa wakati wako shule, lakini yanakuwa wakati wako nyumbani. Ikiwa nyinyi nyumbani mtaweza kutengeneza utaratibu mzuri wa kuwalea watoto, basi watoto hao watatengenezeka, kitakuwa kizazi kizuri cha baadaye. Lakini ikiwa upande mmoja tu walimu wanahangaika nao, shule wanahangaika nao, alafu akija nyumbani anakutana na vitu ambavyo vinamharibu akili, vinampoteza katika kile alichokisoma, basi kila atakapokuja likizo akirudi hapa anakuja kuanza upya. Hii itakuwa shida kubwa sana. Wewe mwenyewe utakuwa unamdhulumu mtoto wako, lakini vile vile unaisumbua vile vile shule. Kwa kuombeni sana sisi tujitahidi kutengeneza mazingira katika majumba yetu ya kulea watoto vizuri. Na malezi haya kwanza kabisa hasa kina mama, wakina baba watakuwa wasimamizi, lakini kina mama naomba nizungumze na nyinyi sana. Malezi haya ndani ya nyumba yanapatikana kwa kutengeneza mazingira. Mazingira ya kwanza kabisa tutengeneze mazingira ya imani. Kwamba vyote tunavyoviona na tusiviona anavifanya Allah subhanahu wa ta'ala. Kimekuja ndani ya nyumba kheri, kaleta Allah. Imekuja ndani ya nyumba shari, imetokana na makosa yetu, Allah anatuadhibu. Tufanye istighfar, turejee kwake, Allah aondoe shari. So kaleta baba fulani, so kaleta mjomba, kaleta kaka, kaleta shemeji, hapana. Kila jambo linategemea, linatoka kwa Allah. Hiyo ni katika nguzo za imani. Wal kadri khairi wa sharri min Allah ta'ala. Makadiri yote ya khairi na shari yanatoka kwa nani? Kwa Allah. Kwa sisi tuelekee kwa Allah. Kila kitu ndani ya nyumba Allah. Yeye ndio Khalik, yeye ndio Malik, yeye ndio Razik, yeye ndio Sami mwenye kusikia, yeye ndio Alim, yeye ndio Basir. Khalik muumbaji, Malik mwenye kumiliki, Razik mwenye kuruzuku, Sami mwenye kusikia. Wote wazungumze, Allah anawasikia wote. Ndani ya mdomo kuna kingine, moyoni kingine, Allah anajua. Sisi hapa sasa hivi nikizungumza mimi na akizungumza meneja hapa, hata kama tunazungumza Kiswahili tutasema moja tuelewani. Lakini Allah anasikia. Lakini vile vile Allah subhanahu wa ta'ala ni basir, mwenye kuona. Tumejificha katika chumba tunafanya kitu, Allah anatuona kama vile anavyoonekana mtu kapanda kwenye mlima Kilimanjaro mchana. Allah anamuona. Yeye kwake yeye si ukuta, si pazia, si nyumba, si mlima, si chochote kinachoweza kumzuia katika kuona. Yeye ndio basiri. Sisi binadamu tuna mapungufu ya kuona. Mbele nikiona, nyuma sioni. Kulia nikiona, kushoto sioni.
juu nikiona, chini sioni, lakini Allah anaona kote. Na hivi vile Allah subhanahu wa ta'ala yeye ni alim, mjuzi, vyote vilivyofanyika kafanya yeye anavijua, vyote vinavyofanyika sasa hivi anafanya yeye anavijua, na vyote vitakofanyika baadaye ataifanya yeye Allah subhanahu wa ta'ala anavijua. Kwa ndugu zangu, tumwelekee sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Na jambo la pili, tufate sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam ndani ya nyumba yetu. Kila kitu tukihuisha katika sunna, tule kwa sunna, tulale kwa sunna, tujisaidie chooni kwa sunna, tuvae sunna, na watoto tuwavalishe sunna. Watoto tuwafundishe zile dua masnun zote ambazo Mtume sallallahu alaihi wasallam kafundisha, na zile harakati zote, sura ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ilivyokuwa, lifestyle ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, sarira nani sira, alafu na ule uchungu ndani ya moyo uliokuwa sarira yake, tuwafundishe watoto. Tukikamata hii, watoto wetu wata grow up wazuri. Ndugu zangu, watoto wanataka wafanyiwe juhudi. Mtoto kama akiachiwa, basi atakwenda kuharibika kwa wepesi sana. Mtoto ni kama vile shamba lako. Shamba kila ukililima, ukilipalilia, ukiotesha, basi utapata mavuno. Kwa hiyo watoto hawa tukiwalea katika utaratibu wa sunna, watakuwa vizuri. Tunajenga kiimani, akitaka chochote unamwelekeza kwa Allah, alafu unamvalisha sunna vile vile. Lakini vile vile ndani ya nyumba yetu tujitahidi sana, hasa kina mama. Amekuja wifi, amekuja nani, imefika wakati wa swala unamlingania asali. Kama na udhuru wa kike, basi atakusubiri pale wewe utasali. Hii itakuwa dawa kwa ajili yake, na nyumba yako itakuwa imekamata swala 5. Na kila jambo tukipata sisi katika nyumba kwa kupitia katika swala, sisi tuombe Allah subhanahu wa ta'ala atutatulie. Vile vile tujitahidi tusome elimu ya dini, tujue masaili yote, masaa 24 yetu sisi tunatakiwa tuyatekeleze vipi katika dini. Sasa hivi kuna msiba mkubwa sana. Anaweza kaa kiongozi katika high table, anaweza kaa mwanamke katika high table, anaweza nakaa anaongoza wanawake wenzake wengi, mwanamume anaongoza watu wake wengi, anasali sala 5, safu ya mbele, nyuma imamu, Allahu akbar, Allahu akbar, nyuma yuko, lakini kaa pembeni msikilize suratul Fatiha, habari zitaanza sasa. Suratul Fatiha shida, atayatu shida, hajui yeye zile sharaiti ya kwenye udhu, hajui swala inabatilika vipi, yupo anasali tu anaendelea. Kwa ndani ya nyumba yetu sisi kuwe na masomo ya masaili. Kuna vitabu vidogo sana hivi, vidogo vya Kiswahili vinapatikana. Tuvisome sisi, kitu ambacho hujui, unamtafuta shekhi wa kata, unamtafuta shekhi wa wilaya, unamtafuta imamu msikiti, anakufafanulia. Elimu ya dini ni muhimu sana. Amali zetu zote sisi tukizifanya kama elimu ya dini hakuna, basi hizo amali hazihesabiki. Uwe na imani full tanki, uwe na ikhlas full tanki, lakini elimu iko zero, basi amali yako wewe mardud, hakuna amali. Kwa hiyo tujitahidi sana sisi tusome masaili. Hapa shule tunapata sisi masomo ya kinani ya kisekula, lakini nyumbani kwetu sisi tujitahidi watoto wasome, na vile vile watu wazima wasome. Lakini vile vile elimu ya fadhail, tujue nini Allah subhanahu wa ta'ala analipa kwa amali gani. Kuna vitabu vya fadhail amali, fadhila za swala, fadhila za funga, fadhila za kufanya dhikri, fadhila za nini, zote ziko pale. Unasoma zile, unajua amali fulani kifanya napata hii. Kwa mfano mtu amesali sala alfajiri, akakaa katika mswala mpaka ikafika wakati wa kuchomoza jua, baada ya dakika 20, naitwa wakati wa dhuha ule au ishraq, akasali raka 2. Mtume sallallahu anasema huyo mtu atapata ujira wa kuhiji hija na umra iliyokamilika, imekamilika. Mara 3 kasema. Sasa ukishajua hiyo, unapata hamu ya kufanya, unamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, unasoma Qur'ani, unakaa katika mswala, unaomba dua ndefu, unaswali ishraki, unapata hija na umra kila siku. Kama huna wewe fadhaila amali katika nyumba yako, hujui. Hivi tujitahidi tutengeneze maisha mepesi ndani ya nyumba. Maisha mepesi yatakutengenezea wewe utaratibu wa kufata katika sheria na sunna. Lakini maisha yakiwa israfu, tayari utaingia katika madhambi ambayo siku ya kiyama inabidi ujibu. Lakini vile vile tatizo lake lingine kwamba inakutia hasara katika economically. Maana yake wewe kazi yako wewe sasa unafuja pesa. Na ndio maana sasa algebra unaishia labda fee, au hata fee yenyewe unakopa, kwa sababu maisha ya nyumbani yako israfu.
vyakula ambavyo havina nani, natakiwa viache, ule kitu ambacho kilichokuwa cha sunna, ambacho kitakupelekea afya njema, afya nzuri, lakini vile vile kwa bei nafuu. Tufanye sisi maisha ya mepesi. Haya mambo muhimu sana haya, tukiyashika majumbani mwetu, tunatengeneza nyumba inakuwa nzuri, nyumba inakuwa ya tarbia, inakuwa ya malezi. Watoto wakitoka hapa na maisha haya, basi wanaweza kusurvive popote pale. Hivyo tujitahidi ndani ya nyumba yetu sisi tutengeneze mazingira ya dawa. Yoyote atakayekuja unamlingania kwa Allah, unamfundisha sunna, unamfundisha swala, unamfundisha dhikri, unamfundisha kusoma Qur'ani, unamfundisha amali mbalimbali. Wewe nyumbani kwako itakuwa sasa sababu ya kueneza dini. Dini itakuwa inatokea kwako. Vile Mtume sasa alivyokuwa kafanya juhudi katika msikiti Masjid Nabawi yule, alafu ikawa mji wote ule ukawa umetengeneza nuru, wakasema Madinatul Munawwara. Nuru ile sio ya taa, ile nuru ya hidayah. Nuru ya hidayah imeenda katika sehemu zote za ulimwengu. Sasa nyumba zote ambazo zinafanya juhudi kama ile ya kuwalingania watu kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, nazo vile vile zinashiriki katika nuru ile ya hidayah. Kwa nyumba zetu ziwe za kheri, za kulingania kheri. Na hizo nyumba zikishakuwa namna hiyo za kulingania kheri, basi watu wote ambao washari wataikimbia hiyo nyumba. Wale wambea, wale wagombanishi, wale mtu anakuja kugombanisha na mume wako, watakimbia. Sema nyumba ile ukienda bana, Mwenyezi Mungu, mtume, swala nini, hakuna mambo ombea, anakimbia. Lakini wanawake wa kheri wote wanakuwa wanakuja kwako. Hivyo tujitahidi ndani ya nyumba, tusimamie amali zote, na vile vile tujitahidi watoto wetu tuwasimamie katika masomo yao. Anapokuja yeye katika likizo yake, unapita katika ile homework yake, amefanya nini, anatakiwa afanye nini. Haya sasa hivi marks zake vile unafuatilia. Wazazi wengi sisi tuna utaratibu huo kwamba mtoto anasoma huko na kwa wewe hujui, unajua kulipa fee tu basi aendelee. Hapana. Tuwasimamie sisi watoto, tusaidiane na walimu. Alafu tuwe karibu na walimu. Class teacher, headmaster, chochote kikitokea pale anakuinform. Nyinyi wawili mshakutana, mshakuwa pamoja, basi tayari inakuwa sababu mwanafunzi anakuwa hana ujanja. Lakini nyinyi mkiwa tofauti tayari, basi mwanafunzi anachukua advantage hapa. Mwalimu kasema hivi, na mwalimu anamwambia baba akasema hivi, mama akasema hivi. Anawagonganisha na anafanya mambo yake. Nakuombeni sana tufanye mambo hayo kwa ajili ya kulea watoto wetu, na vile vile kuienzi shule yetu, lakini vile vile na walimu wote wa shule hii. Lakini naomba katika kipindi hiki tulichokuwa nacho sasa hivi, naomba mambo yafuatayo tuyazingatie sana. Sasa hivi tunakwenda katika hii 9 Disemba ambayo tunaisikia katika mitandao wanataka kufanya mambo ambayo hayafai. Wote naomba sisi tushirikiane katika dua. Tushirikiane kumomba Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala atuondolee haya mambo na aendelee kutunza amani katika nchi yetu kama ilivyokuwa sasa hivi, na iendelee. Tanzania ni kisiwa cha amani, ilikuwa nasifika duniani kote, lakini imetokea dosari hapa 29 Oktoba na mpaka sasa hivi viashiria vinaendelea. Tunaomba sisi tushirikiane katika kuiombea nchi, kuombea viongozi wote wa serikali na wa dini na wote ambao wanasimamia katika kueneza, katika kuhubiri amani. Sisi kama ofisi ya Mufti na Sheikh Mkuu wa Tanzania, na hapa nchi naomba nirekebishe. Cheo changu cha kwanza mimi ni mkurugenzi wa dawa na tablighi ofisi ya Mufti. Halafu baada ya hapo ndo mwenyekiti wa maimamu. Mkurugenzi wa dawa na tablighi ofisi ya Mufti kwa sababu inafanya kazi ya dawa sehemu zote Tanzania. Ofisi zake za kufanyia dawa ni misikiti na wasimamizi wa misikiti ni maimamu. Kwa hiyo ndio maana hii nafasi hii ya umoja wa maimamu Tanzania mimi nimepewa nafasi ya kushika hiyo. Kwa hiyo kupitia vyo hivi na kuombeni sote, maimamu wangu wote, walimu wa madrasa wote, na nyinyi wazazi wote, kina baba na kina mama, tushirikiane katika dua, lakini vile vile tuendelee kuhubiri amani. Amani ikiwepo basi mambo mengine yote mepesi. Amani hakuna, naomba tuwaambie hawa ambao wanataka haki bila amani haiwezekani. Mahakamani kule kuna amani, unaleta hoja, unatoa dalili, unatoa ndani yako, ndio sasa hakimu akisikia kwa amani atakupa hukumu ile kwa nzuri. Sasa mahakamani wewe uende pale na fimbo na bakora uanze kuchapa watu pale,
utapata hiyo haki yako? Haiwezekani. Kwa hiyo amani lazima iwepo, alafu haki inafuata. Kama ipo hiyo haki, Allah Subhanahu wa ta'ala atajalia itapatikana. Lakini vile vile naomba sisi tufanye amali maalum. Naomba wote maimamu na walimu madrasa pamoja na wanafunzi wote na meza kuu yote hii tuliokuwepo hapa na unamnisikia. Naomba tushirikiane. Tarehe 8 ni siku ya Jumatatu. Tarehe 9 ni siku ya Jumanne. Tarehe 10 ni siku ya Jumatano. Siku zote hizi tatu sisi sote tushirikiane kufunga. Tufunge saumu, tumlilie Allah Subhanahu wa ta'ala. Tumombe Allah Subhanahu wa ta'ala. Mimi mwenyewe inshallah na familia yangu nitafunga, na wote ambao watakao pamoja na mimi tutakinaisha wafunge, na nyinyi nyote na kuombeni tufunge saumu sisi. Tukifunga saumu alafu tukimomba Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala atatuonea huruma na itapita hiyo 9 Disemba na zingine zote Allah Subhanahu wa ta'ala atazizuia na amani itapatikana. Allah Subhanahu wa ta'ala atukubali na atuwezeshe. Mwisho kabisa naomba tena tumshukuru sana Allah Subhanahu wa ta'ala, lakini vile vile naomba shukrani za kipekee nimpelekee ndugu yangu, rafiki yangu Al-Habibi Ansari Abubakar ambaye ndio mkurugenzi wa shule hii, lakini vile vile mashallah yeye ni mheshimiwa mbunge wa Afrika Mashariki. Kutokana na mambo yake aliyokuwa nayo ya kikazi hatuko naye hapa, lakini tutampelekea shukrani zetu za pekee. Lakini vile vile naomba tuishukuru serikali na uongozi wa serikali wote mpaka rais Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan. Lakini vile vile naomba tumshukuru sana Mheshimiwa Mufti na Sheikh Mkuu wa Tanzania Dr. Sheikh Abubakar Zuberi Ali Mbwana ambaye usiku na mchana anahubiri amani, lakini vile vile anatutuma sisi vijana wake. So sisi hapa tuko hapa watatu katika uongozi wa baraza, akiwepo Sheikh wa wilaya, akiwepo halmashauri kuu, na mimi katika ofisi yake mkurugenzi, akiwepo Alhaji Nchia na wengine, hata Yasin kazi nyingi huyu. Wote katika vijana wake anatutuma sisi katika sehemu kama hizi na sehemu zingine, namna gani sisi tutashirikiana tutaweza kueneza amani, lakini vile vile tutaweza kuwasaidia watu katika yale mahitaji yanayowezekana. Mashallah sehemu nyingi Mheshimiwa Mufti amenituma, na kwa uwezo wa Allah Subhanahu wa ta'ala nimeweza kutekeleza yale ambayo amenituma, na vile vile anaendelea kunituma. Allah Subhanahu wa ta'ala mjaze kheri, ampe umri mrefu, mwenye afya njema, lakini vile vile amdumishe katika kazi nzuri anayofanya. Na wengine wote ambao tuko hapa naomba niwashukuru tena, meza kuu yote niwashukuru, lakini vile vile akina baba na kina mama, walimu wote na wazazi wote na wanafunzi wangu, watoto wangu wazuri. Allah Subhanahu wa ta'ala wajalie muwe wazuri zaidi na muweze kumaliza wale ambao mnaendelea kusoma, na inshallah mchukue nafasi kubwa katika nchi hii. Mwingine awe waziri, mwingine awe nani, mwingine nani, na marais tupate humo inshallah. Allah anaweza. Lakini vile vile na mashekhe kubwa, mamufti wapatikane humo. Maprofesa kama Yasin Kazingi wapatikane humo. Inshallah Allah anaweza ikiwa sisi tutafanya bidii. Allah Subhanahu wa ta'ala tukubali. Jazakumullah khair wa ahsan jazaa fi darain. Shukran. Naam, asante sana mgeni rasmi, mkurugenzi wa dawa na viongozi wetu, dhahabu haipotezi thamani, lakini pia kwa upande wa wanafunzi wa kiume, naomba nimlete kwenu Shafi Said Milao. Hii ni ishara kuwa cheti kimekwenda pahala sahihi. Umma unapiga makofi. Baada ya hapo, naomba nimlete kwenu mtu ambaye licha ya mambo yote ya darasani, licha ya majukumu na shughuli nyingi za kielimu, alichukua muda, licha ya kuwa wanafunzi wote ni nadhifu, lakini huyu alikuwa ni superb. Yani huyu alikuwa ni superb. Sasa namleta kwenu Liakat Muhammad Siasa. Liakat Muhammad Siasa. Lakini pia kwa upande wa kina dada namleta kwenu Rawdat Rashid
Suleiman Rawdat. Nafasi inayofuata ni kipengele cha nidhamu. Ni wazi kuwa wanafunzi wetu sote wana nidhamu, lakini naomba ni mlete kwenu Imran Rafael Siara, lakini pia Sada Rashid Ali. Upande wa michezo namleta kwenu Isiaka Ramadhan Ulatule, lakini pia kwenye upande wa michezo tunakuwa naye kipengele kimoja tu kwa upande wa kiume. Kwenye upande wa taaluma, wanafunzi waliofanya vizuri zaidi, naomba nimlete kwenu mwanadada Shakila Muhammad Abdallah. Lakini pia kwa upande wa wanafunzi wa kiume naomba nimrudishe tena Imran Rafael Siara. Nafasi ya mwisho ni nafasi adhimu sana, kwa kuwa ilikuwa imejikita katika masala ya ibada. Ni mtu ambaye muda wote wa swala yeye ni wa kwanza, Na hapa kwa upande wa wanafunzi wa kiume namleta kwenu Ibrahim Ramadhan Tesua. Hii ni ishara ya wazi kuwa imekwenda sehemu sahihi, na huyo ni Ibrahim Ramadhan Tesua Al-Habib, mtu wa swala huyo. Yaani muda wa swala yeye ni wa kwanza, na sehemu ambayo anakaa wakati wa swala ni hiyo hiyo kwanzia amefika shuleni. Barakallahu fikum, mashaallah. Lakini pia kwa upande wa wanafunzi wa kike, mtu ambaye ameongoza zaidi kuwahi swala ni Wadhat Abdullah Maalim. Wadhat Abdullah Maalim. Madam Wadhat, naye pia ni mtu wa ibada huyo. Ni mtu wa ibada. Barakallahu fikum, mashaallah. Naam, kwa kufikia hapo kwa vyeti maalum tunakuwa tumefikia tamati. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Babdeo Miladu Online TV, pamoja nawe katika kheri.